na Pembe All Purpose Home Baking Flour, ambapo unga huu msikilizaji wa ngano unaweza ukatengenezea chakula chochote kile cha ngano, iwe ni chapati, mahamri, vishete vile, vitu vya ngano, sisi huita vitu vya ngano, kaimati pia, matobosha. Basi unga huu wa Pembe All Purpose Home Baking Flour, ukitaka kaki zako za sambusa, donasi zako, mpango mzima ni unga huu wa Pembe All Purpose Home Baking Flour. Ndio habari iliyoko mjini msikilizaji, kwa matokeo ya mahanjumati yaliyokuwa mazuri, mahanjumati yaliyokuwa shata. Yani wenye experience wanasema bidhaa hizi za Pembe ukitumia vidole kachonjo unaweza ukavitafuna saa badala ya kuvilamba. Ukurasa wa kwanza wa gazeti la Taifa Leo katika taarifa kuu, IEBC Kalonzo akodoa macho. IEBC Kalonzo akodoa macho. Hiyo kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka anasisitiza kuwa Rais William Ruto hafai kuteua mwenyekiti na makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bila kushauriana na upinzani. Anamtaka rais kuhakikisha mchakato wa uteuzi wa wasimamizi wapya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC unashirikisha wadau wote na unazingatia makubaliano ya kisiasa yaliyoafikiwa kupitia kamati ya mdahalo wa kitaifa NADCO. Ni taarifa kuu iliyopewa kipaumbele. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo, ambapo mnamo Jumanne Rais Ruto alipokea majina ya watu walioteuliwa kusimamia IEBC na anatarajiwa kuyawasilisha bungeni yaidhinishwe. Kwenye taarifa baada ya kupokea majina hayo, kiongozi wa taifa aliahidi kuzingatia sheria ya IEBC 2024 atakapoteua mwenyekiti na makamishna 6 kuhudumu katika tume hiyo. Hiyo ni taarifa kutoka ukurasa wa kwanza. Taarifa za pembeni ukurasa wa pili. Ripoti mpya yafichua watu 104 waliuawa kiholela na polisi 2024. Takriban watu 104 waliuawa ovyo na maafisa wa usalama wa serikali, huku wengine 55 wakitoweka kote nchini mnamo 2025. Katika ripoti mpya imefichua kaunti ya Nairobi iliongoza kwa visa vya kutoweka kwa watu ikiwa na visa 38 na kuifanya kuwa kitovu cha utekaji nyara. Katika kaunti zingine zilizoathirika zaidi ni Kiambu, Migori. Maeneo yanayoathirika zaidi jijini Nairobi ni baina ya mitaa mabanda ya kama vile Mathare, Kayole na Kibera, ambapo wakaazi waliripoti kuhangaishwa na kutishwa mara kwa mara na maafisa wa polisi. Kwenye taarifa za ziada, watozwa shilingi milioni 1 kwa kupatikana na siafu wa thamani ya shilingi milioni 124. Raia wawili wa Ubelgiji ambao Jumatano walipigwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kupatikana na siafu hai 5,000 ambao thamani yao ni shilingi milioni 124 walidai waliwakusanya wadudu hao kujifurahisha tu. Ni taarifa hizo ambazo zipo katika ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Ukurasa wa 3, Ruto mbioni kuokoa miradi aliyoahidi raia. Rais William Ruto ameanza upya juhudi za kufufua utekelezaji wa miradi yake aliyoahidi kuboresha maisha ya wananchi mashinani, huku akilaumiwa kwa kushindwa kutimiza ahadi nyingi za kampeni alizotoa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Katika ziara zake mbalimbali nchini, Rais Ruto amekuwa akisisitiza utekelezaji wa miradi kama vile ujenzi wa masoko ya kisasa kwa kina mama mboga, mpango wa nyumba za bei nafuu na upanuzi wa huduma za umeme vijijini. Ni taarifa hiyo katika ukurasa wa 3. Taarifa za pembeni ukurasa wa 3. Wahudumu wa UHC kugoma wakilalama serikali imewasahau. Wahudumu wa afya zaidi ya 8,500 waliokuwa wakihudumu nchini chini ya mpango wa afya kwa wote UHC wakati wa janga la COVID-19 wametoa ilani ya mgomo kuanzia Jumatatu ijayo, wakilaumu serikali kwa kushindwa kuwatimizia ahadi ya kuajiri kazi ya kudumu. Wahudumu hao wamesema kuanzia Jumatatu ijayo watapiga kambi katika makao makuu ya Wizara ya Afya Nairobi mchana na usiku hadi pale serikali itakaposikiliza na kushughulikia
madai yao. Ni taarifa za pembeni kwenye ukurasa wa 3. Kwenye ukurasa wa 4, habari za kaunti. Waliorushia Rais Ruto kiatu wakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Wanaume 4 waliokamatwa kuhusiana na tukio ambalo Rais William Ruto alirushiwa kiatu katika mkutano wa hadhara uliofanyika Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, huenda wakakabiliwa na mashtaka ya uhaini, hatua ambayo imezua taharuki miongoni mwa familia zao na wakaazi wa eneo hilo. Katika taarifa nyinginezo, Ngunjiri amhepa Gachagua arudi upesi kwa Uhuru. Aliyekuwa mbunge wa Nyeri mjini Ngunjiri wa Mbugu amehama mrengo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kurejea katika chama cha Jubilee, akisema kwa sasa si rahisi kumbwaga Rais William Ruto mnamo 2027. Taarifa za pembeni. SACCOS zahimizwa kushirikiana na vyombo vya habari. Afisa mkuu mtendaji wa Nation Media Group Geoffrey Odundo ametoa mwito wa ushirikiano wa karibu zaidi kati ya wadau wa sekta ya vyama vya ushirika na vyombo vya habari. Mjane wa meya wa zamani mstahiki mwana wa kambo. Mjane aliyekuwa meya wa Nakuru Giles Kidhuo amepata agizo la mahakama kumzuia mwanawe wa kambo kuendesha baadhi ya biashara za tajiri huyo, huku mkuu wa usalama ahamishwa katika mabadiliko vituoni. Mkuu wa kituo cha polisi cha South B Robert Mbui amehamishwa hadi kituo cha Central jijini Nairobi na nafasi yake kuchukuliwa na Nur Muhammad ambaye alihudumu awali katika kituo cha Ruben Embakasi ya Kusini. Haya, hiyo ni wakazi wa South B. Mabadiliko hayo. Habari za pwani. US kutoa zawadi ya shilingi bilioni 1.2 kwa atakayemfichua gaidi. Serikali ya Amerika imetangaza zawadi ya dola milioni 10 kwa yeyote atakayetoa habari ya kusaidia kutiwa mbaroni kwa mshukiwa wa ugaidi Abdullahi Banati. Banati alisemekana kupanga shambulio la Januari 5, 2020 katika kambi ya jeshi ya Manda Bay, kaunti ya Lamu. Kupitia kitengo cha Reward for Justice, idara ya mashauri ya kigeni nchini Amerika imemtaja bwana Banati kuwa mwanachama wa kundi la ugaidi la Jaish Ayman linalohusishwa na Al-Shabaab. Anayeshukiwa kuua mwanajeshi wakiwa hospitalini azuiliwa. Mshukiwa anayedaiwa kumuua mwanajeshi wa kitengo cha wanamaji katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, kwa kumdunga kifuani wakiwa hospitalini ametiwa kizuizini. Bwana Pele Otieno Opio kwa sasa anasaidia polisi katika uchunguzi kuhusu mauaji ya Corporal Dennis Wanjala Wesonga aliyehudumu Mtongwe. Kisa hicho kilitokea Februari 6, 2025 katika hospitali ya kibinafsi iliyoko kando ya barabara ya Likoni Ukunda, ambapo wanaume hao wawili walifika kumtembelea mgonjwa mmoja Sharon Musyoki aliyekuwa amelazwa baada ya kuugua. Na katika taarifa nyingine, vibarua vya kunadhifisha mji wa Lamu vyataka vyeo nyongeza ya mishahara. Haya. Vibarua wa kusafisha mji wa Lamu wameshinikiza serikali ya kaunti kuwaongeza mishahara na kuwapandisha vyeo. Vibarua hao wamesema licha ya kufanya kazi hiyo kwa miaka mingi kwa bidii, wamesahulika mshahara wao kwa wakati ya shilingi 20,000 na 27,000 kila mwezi. Hii ni taarifa kutoka ukurasa wa 5, habari za pwani. Taarifa za kwenye ukurasa wa 6 ni tahariri, ambapo viongozi wa kisiasa wachuje matamshi yao na usalama wa rais si suala la kuchukuliwa kimzaha, ni katika tahariri leo hii. Kwenye ukurasa wa 7 ni barua mswada wa fedha 2025 uwekwe wazi kwa Wakenya. Ni barua hiyo ambayo mojawapo ya barua zilizoweza kuwasilishwa kwenye gazeti hili la Taifa Leo. Ukurasa wa 8 ni habari za kimataifa. Hatari ya shambulio la India kwa Pakistan kuzidisha uhasama, na makardinali wapiga kura ya kumchagua papa mpya. Ni taarifa ambayo imeweza kuangaziwa pia za kimataifa ukurasa wa 8. Na kama ilivyo ada na desturi, Taifa Leo si Taifa Leo Alhamisi ikiwa halina kauli yake Guru Ustadh Wala bin Wala, na hii ni katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili, ambapo unakumbana na kauli hiyo yake Guru Ustadh Wala bin Wala. Na katika kauli ya leo yake Wala anasema, ukitaka watu wakusikilize na kuzingatia unachosema, ni muhimu usome fikra zao. Hili nalo ni neno.
Ukitaka watu wa kusikilize na kuzingatia unachosema, ni muhimu usome fikra zao. Katika kuongeza kuna kusikiliza, katika kuongea kuna kusikiliza na kusikilizwa. Anayesema ananuia kusikilizwa, aeleweke barabara kabisa. Lakini wakati huo huo wasikilizaji nao wana fikra, maoni na matarajio yao kuhusu mambo wanayotaka kusikia kutoka kwako wewe msemaji. Kwa hivyo ni muhimu sana msemaji adadisi kwanza, ili aelewe fikra na matarajio ya wasikilizaji wake wale. Ni muhimu sana aweze kuzingatia kuhusiana na hilo. Aelewe fikra ya wasikilizaji wake. Kusema ni rahisi kuliko kusikiliza. Mtu unaweza kusema vyovyote tu, bora umetoa sauti na kauli watu wasikie. Lakini huko kusema tu bila tahadhari wala tanadhari si busara, bila kupayuka bali ni kupayuka. Huko si busara bali ni kupayuka. Kusema kunakofaa kunahitaji akili tambuzi na akili chambuzi za kuchambua na kutambua maneno ya kutamka mbele ya wasikilizaji walengwa. Ni bora kuzungumza kuiana na mtazamo wa wasikilizaji. Kusikiliza nako si rahisi sana vile. Kusikiliza tunahitaji utulivu, umakinifu na uzingatifu mkubwa sana. Kukosa kusikiliza kwa makini kutasababisha kutoelewa, na kutoelewa kutazua hali ya kupotoka na kupotosha kiini cha mambo muhimu yaliyosemwa. Kuna uwiano na uhusiano mkubwa zaidi kati ya msemaji na msikilizaji. Wasipoelewana patazuka mgongano na mgogoro mkubwa. Msemaji anapotaka watu wamsikilize na kuelewa mambo anayowaelezea, sharti yeye pia amekuwa shadadisi na kufahamu mwelekeo pamoja na matakwa ya wasikilizaji wanavyotaka au wanayotarajia kuambiwa kuhusu manufaa na ukweli wa maisha kutoka kwa msemaji. Usijilazimishe kusema maneno yasiyoeleweka ambayo hayakidhi haja wala matarajio ya wasikilizaji wako, kwa heshima na kwa ujumbe wenye mantiki maishani. La sivyo patatokea mtafaruku. Dakta, hili nalo ni neno, na kauli hii ya Wala bin Wala leo hii ni kauli murwa, kauli mufti kabisa, kauli ambayo imetufunza, mimi nikiwa binafsi tayari imenifunza mambo muhimu sana hapa, haswa katika kazi yetu hii ya mawasiliano, ambapo huwa natakiwa nizungumze na wewe unisikilize. Hiyo basi lazima niweze kuwa mtulivu na kuchagua na kuweza kujua wewe ni kipi ambacho unataka kukisikiliza. Na ndio maana huwa napenda sana kila Alhamisi siwezi kukosa kukusomea hii msikilizaji kauli yake Guru Wala bin Wala, kwa sababu huwa ni kauli nzito sana. Ni kauli ambayo huwa ina maneno mazuri, maneno ambayo ni ya mafunzo makubwa sana katika maisha yetu, maneno ambayo tunapiga hatua na tunajifunza jambo jipya kila tunapopitia sehemu hii ya kauli yake Wala bin Wala katika gazeti hili la Taifa Leo kila siku ya Alhamis. Na ndio maana huwa napenda kusema Taifa Leo haliwi la leo siku ya Alhamis kama haina kauli yake Guru Ustadh Wala bin Wala. Na hawa ndio wale magwiji ambao tunawazungumza, na kila siku wasichoki kuihimiza serikali. Masala ya elimu wahusisheni wenye elimu kama kina Guru Ustadh Wala bin Wala, hususan katika somo la Kiswahili. Kama vile pia ningependa kuwapongeza mliporekebisha pale ambapo mlikuwa mmesema somo la hisabati litakuwa ni la hiari, lakini najua baada ya kukaa chini mkaona sasa kuna na lugha ya Kiswahili au somo la Kiswahili ambalo lina wenyewe, na mwenyewe ni Guru Ustadh Wala bin Wala. Mtakapomuhusisha huyu, basi tutapiga hatua kubwa sana katika elimu ya somo hili la Kiswahili kwenye mitaala yote ambayo itakuwemo humu nchini. Msikilizaji, kwa kauli yake hiyo Guru Ustadh Wala bin Wala ambayo yuko kwenye ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Taifa Leo, ni katika makala ya Alhamis, ndio tunatinga tamati ya udondozi wa magazeti kwa ujumla, na tuama papo hapo, kwani katika muda wa kufumba na kufumbua tutarudi na kukuletea dira ya awali siku ya leo mwendo wa saa 2. Usicheze mbali msikilizaji. Pembe Flour Mills Limited, the manufacturers of high quality maize, home